Wananchi, are you ready? Bwana, story kama nilivyowaambia kwamba story ziko nyingi sana, tetesi ziko nyingi sana. Kuna tetesi ambazo tayari zimeshaandikwa na watu wengi mbalimbali kwenye vyanzo vingine, lakini kuna story ambazo bado naona hazijaandikwa, lakini zipo chini kwa chini. Zote tutazijadili as long as nimesema kwamba nimerudi, na sasa hivi tuta keep consistency ya kufanya. Basi sasa hivi nakuja na story nyingine ambayo inawahusu wananchi Young Africans ambao wanahitaji huduma ya kiungo wa ushambuliaji wa klabu ya Kaizer Chiefs Maccabi Glody Lilipo au Lilepo. Huyu ni nyota kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo kwa maana ya taifa lake, lakini tunafahamu ni kiungo mshambuliaji anayetokea pembeni ambaye anacheza kwenye klabu ya Kaizer Chiefs kwa wakati huu. Sasa Maccabi Lilipo, dili iko vipi? Young Africans wanamhitaji Maccabi Lilipo kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye safu yao ya kiungo cha ushambuliaji. Kumbuka kwamba katika dirisha lililopita la usajili kwa maana ya 2025 2026 walisajili nyota wengi ambao wengi wao walishindwa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, lakini kuna wengine walifanikiwa kuingia kwenye kikosi, lakini inaonekana wanawapa muda tu kwa ajili ya kuwaacha. Miongoni mwa nyota ambao inaonekana wanakwenda kuachwa ni pamoja na Celeste Ekwa, yes, pamoja na Buba Jammeh. Taarifa zinaelezwa kwamba hawa ni miongoni mwa nyota ambao wataondolewa kwenye kikosi cha Young Africans. Muda utakuwa hakimu zaidi, lakini kwa sasa tunakwenda kumwangalia Maccabi Lilipo ambaye anahusishwa na Young Africans. Young Africans wako sokoni, wanahitaji kiungo ushambuliaji, yani lugha nyepesi, wanahitaji winga, kwa sababu pia licha ya issue ya Buba, issue ya Celeste Ekwa, issue ya Pacome Zouzoua kupata injury, wanahitaji kuongeza kiungo mwingine wa ushambuliaji mwenye daraja la kucheza Young Africans, mwenye daraja la kuweza kuperform katika michuano ya CAF. Sasa jicho limekwenda moja kwa moja kwa Maccabi Lilipo. Yes, huyu ni winga ambaye safari yake ya maisha ilianza ndani ya kikosi cha Vita Club kwa sababu anatokea Kinshasa, DR Congo. Pale akawa graduate kwenye kikosi cha AS Vita cha vijana, na baadaye baada kuwa promoted kwenye senior team, alivyokuwa graduated wala hakuwahi kucheza kwenye senior team, alitolewa kwa mkopo akaenda Mbabane Swallows ya Swaziland au Eswatini. Alipofika Eswatini alicheza pale kwa season moja, baadaye akarudishwa tena nyumbani kwa maana ya Vita Club. Ndani ya Vita Club mambo hayakumake, yani hakufanikiwa kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Vita Club, hivyo akaenda timu moja pale pale Kinshasa kwa mkopo inaitwa Ose Renaissance. Renaissance ni timu kubwa ndani ya jiji la Kinshasa. Unajua Kinshasa timu zao 4 kubwa na ndo dabi hizo, Vita Club na Imana. Imana ni DC Motema Pembe, alafu inafuata Vita Club, Imana ambao ndo DC Motema Pembe, kuna hao Ose Renaissance. Hizo ndo timu 3 kubwa ndani ya DRC, na sasa hivi imeongezeka ile Zegle imeongezeka sasa hivi, lakini hizo ambazo nimetaja awali hapo ndo kubwa. Huko miaka nyuma kulikuwa na timu nyingi tu, AS Bilima ambayo sasa hivi inaitwa Dragon na kadhalika. Sasa Lilipo alicheza Ose Renaissance ambao ni timu kubwa tu ndani ya Kinshasa, na baadaye akarudi Vita Club. Alivyorudi Vita Club ilikuwa kama sikosei 2020 mpaka 22. Vita Club walikuwa wanatoka, kuna generation ya Vita Club ilikuwa inaondoka, ile akina Joyce Lomalisa of course alishatangulia kuondoka, akina Glody Muzinga, Nelson Lokong, hawa akina Fabrice Luamba Ngoma, huyu Yannick Bangala Litombo, Botuli Bompunga, Atuba, Jean-Marc Makusu Mundele. Hiyo generation ilikuwa ndio inaondoka. Hasa kwenye kuondoka hii generation ambao wanakuja kupokea Vita Club ndio akina Maccabi Lilipo. Yani Maccabi ndio miongoni mwa generation mpya, damu mpya kwenye kikosi cha Vita Club. Mwenyewe alicheza isivyo bahati, Vita ilikuwa kama inazidi kudidimia kutoka kwenye climax ya kucheza mpaka finali ya Confederation na kupoteza na Raja Casablanca, ikawa kama wanazidi kudidimia. Na ndio wakati ambao pia aliondoka presidenti wao mkuu ambaye alikaa nao miaka mingi na aliwapa mafanikio makubwa,
huyu anaitwa Jamadari Gabriel Hamisi Kumba. Yeye jina mashuhuri zaidi ni Tango 4. Huyu alivyoondoka, Vita Club ikawa inazidi kudidimia mpaka Maccabi Lepo akapush kuondoka Vita Club na akafanikiwa kuondoka, akaenda kujiunga na Al Hilal ya Sudan. Ndani ya Al Hilal performance wise ilikuwa bora sana chini ya Jean Frolai Ibenge ambaye ndo alimvuta kule. Alienda striker wa Mazembe at that time alikuwa anaitwa Adam Bosunzali, alikwenda pia Vini Bongonga. So walichukuliwa wachezaji wengi wa DRC, aliwavuta huyu Ibenge ndani ya Al Hilal. Maccabi Lepo alicheza pale kwa kipindi kifupi, baadaye tukasikia anaondoka anaenda Valenciennes ya huko Ufaransa, ligi daraja la 3 la Ufaransa, ndo Maccabi Lepo alienda kucheza huko. Amekaa kule kwa kipindi na baadaye zikaja taarifa kwamba Maccabi Lepo amerudi Afrika ndani ya kikosi cha Chief Kaizer Chiefs. Yes, kutoka Afrika Kusini. So alivyoingia Afrika Kusini ilikuwa ni shock kwa sababu ilionekana kama grafu yake inakuwa kubwa hivi, kwa maana ya tayari ameshaingia Europe, ataenda kucheza huko mbele zaidi, lakini sivyo bahati, akarudi nyumbani Afrika na akaibukia Afrika Kusini ndani ya kikosi cha Kaizer Chiefs. Ndani ya Kaizer Chiefs alisaini contract ya miaka 2.5. Katika 2.5 ile, kwa sababu aliingia season ya 24 25 Januari, yani Januari 2025 ndo aliingia, manake miezi 6 yake ilienda pale, hiyo ndo nusu yake, ikabakia miaka 2. Mwaka uliofuata kwa maana 25 26 ndo ulikuwa mwaka wa pili, yani mwaka huu, msimu huu uliopita ndo ulikuwa msimu wa pili wa Maccabi Lepo. Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi ni msimu wa mwisho wa Maccabi Lepo, kwa maana huu hapa. Ugumu unakuja, Maccabi Lepo ana contract ya mwaka mmoja na Kaizer Chiefs. Wepesi unakuja, Kaizer Chiefs wanafanya reshuffle kikosini mwao, wanabadilisha maeneo mengi, wanaboresha timu yao kwa kusajili nyota wengi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, na tayari kuna baadhi ya wachezaji wameshatambulisha kikosini, lakini kuna baadhi ya wachezaji tayari wameshathibitisha kuachana nao, akiwemo Happy Boy Mashiane, tayari miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatabiriwa kuja kufanya makubwa, naye alikuwa anahusishwa, naye tayari ameshaagwa kwa maana ya anaondoka. Sasa huyu bwana Maccabi Lepo huenda akawa kwenye target ya kuondoka, kwa sababu unajua Kaizer wana kocha mpya. Kwa hiyo huenda Maccabi Lepo akaachiwa akaondoka, ingawaje msaada wake ulikuwa ni mkubwa last campaign. Ikumbukwe Kaizer Chiefs walimaliza katika nafasi ya 3 katika ligi, lakini katika nafasi ya 3 hiyo Orlando, Mamelodi na wao mchezaji ambaye alifanya vizuri ni Flavio Silva, mshambuliaji huyu ndo alifunga magoli 8, ndo alikuwa top scorer wa timu. Lakini mchezaji anayefuata kwa magoli mengi ni huyu Maccabi Lepo pamoja na Mduduzi Shabalala, ambao wote kwa pamoja kila mmoja alifunga goli 5. Kwa hiyo unaona, kwa kiungo wa ushambuliaji anayetoka pembeni kufunga goli 5 kwa ligi kama PSL sio kitu kikubwa sana, lakini sio kitu kidogo pia, ikiwa ndo almost ndo full season yake ya kwanza. Kwa hiyo unaona kabisa kuna green light kwamba huyu mchezaji anaweza akafanya vizuri kwenye season zinazokuja hapo mbele kama atapewa nafasi. Kwa hiyo hayo ndo mazingira ya Maccabi Glory Lepo. So tukimwangalia yeye mwenyewe out of kufikiria kuskocha huko kama atakuwa anamhitaji ama la, Young Africans wanamhitaji ama la, tumwangalie mwenyewe Maccabi Lepo ni mchezaji wa namna gani. Maccabi Lepo ni winga ambaye sifa yake kubwa Maccabi Lepo ni aggressiveness. Ni mchezaji mwenye nguvu kweli kweli, ana nguvu kuanzia akiwa na mpira, zile physical battle kuziwinyi ni kitu ambacho anakiweza, na biashara ambazo anaziweza, na binafsi naona ni mchezaji ambaye anasawili sana na yale mazingira ya yale mataifa ya Northern Africa, yale mataifa ya Kiarabu, anafanana nayo sana kwa sababu ya kuwa na utimamu mkubwa. Lakini eneo la pili, skills, ni mchezaji ambaye ana daraja kubwa la skills, lakini kama haitoshi, eneo jingine ni uwezo wa kupiga mashuti. Maccabi Lepo ananyoosha miwa kweli kweli, ni mpigaji mzuri sana wa mashuti. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ni vitu vyake, vitu vya ziada ambavyo uko navyo, ambavyo kwa yule ambaye hamfahamu vizuri unaweza ukapata picha ni mchezaji wa aina gani. Ni winga ambaye ana kasi, ana nguvu, ana uwezo wa kupiga. Binafsi ni nyota ambaye namfahamu muda mrefu tangu yuko Vita Club, na nilikuwa naona daraja lake
tulikuwa natamani pia kumuona Tanzania, ingawaje hata kama atakuja sasa hivi anakuja, lakini amechelewa kidogo kuja. Angekuja tangu kipindi kile pale cha nyuma pale, tungeona hii talent, kwa sababu wakongomani wengi wamekuwa wakija hapa nyumbani. Kwa hiyo tungeiona hii talent ya Maccabi Lelepo ikiwa ndani ya NBC Premier League, but hata kama akija sasa hivi still bado ana quality, bado ni mchezaji mzuri. Sasa ndani ya Young Africans wana uhitaji wa winga. Yes, wana mawinga lakini bado haitoshi, wana uhitaji wa winga mwingine. Ndio kama hivyo nimezungumzia issue ya Buba ambaye last season ndio alikuwa amesajiliwa katika dirisha dogo, lakini unaona kabisa ameshindwa kupenya kwenye kikosi cha kwanza. Haya, kuna issue za Pacome Zouzoua kupata injury, hivyo ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo Young Africans wanahitaji winga mzuri ambaye ana daraja la juu. Sio tunachukua winga ili mradi winga, hapa anachukua winga ambaye ana daraja la juu, anaweza kuisaidia Young Africans. Kwa Maccabi Lelepo, kwangu mimi ni target nzuri. Yaani wameenda kumchukua winga ambaye ana vitu vingi, atawapa vitu vingi, atawapa experience kwenye michuano ya CAF, atawapa uwezo wake katika ligi. Kwa hiyo ni bonge moja la usajili. Yaani kama hii deal itakuja kufanikiwa, bonge moja la deal, miongoni mwa deals ambazo mimi mwenyewe nakaa sehemu nasema hawa jamaa wamepata mchezaji, ni pamoja na deal ya Maccabi Lelepo. Kwa hiyo inabakia katika mikono yao, na sisi tunasubiri kuona muda utakuja kusema kama Maccabi Lelepo ameingia ndani ya Young Africans au mambo yameenda tofauti. Kwa hiyo hilo ndo kubwa zaidi ambayo kitakushia kwa wakati huu kuhusu Maccabi Lelepo, kwa haya ambayo tumeyazungumza hapa na kwa unavyofahamu Maccabi Lelepo. Unaona ni mchezaji wa namna gani ndani ya Young Africans? Nafasi yake ipo? Niambie hapo katika comment section, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Msinga Sports.